Siku ya Ijumaa ambapo asubuhi ya leo ninaamini kwamba asubuhi yako imekuwa ni ya baraka na usiku wako pia ulikuwa ni wa baraka. Usiku unaweza kuwa na machungu, unaweza kuwa na mengi ambayo ni ya kuumiza, lakini asubuhi yake furaha ikabisha mlango. Hivyo basi zidi na kumtumainia Mwenyezi Mungu na kujua kwamba haijalishi jana kulikuwaje, usiku kulikuwaje, lakini siku ya leo amini kwamba ni siku ya baraka. Amini kwamba malaika wa furaha yuko pale kwako, ni mgeni wako asubuhi ya leo. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi kubarikiwa pamoja, kufundishwa mengi kuhusu Roho Mtakatifu ambaye pia ninaomba kwamba akaweze na kuendelea na kufanya kazi ndani yako, ndani ya nyumba yako, ndani ya familia yako. Tunazidi na kufundishwa hayo yote na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namo kutoka kanisa la ABC Changoma. Karibu sana, tuendelee na kupokea mafundisho yote kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Mtazamaji, hujambo? Najua na nafikiri ya kwamba wewe ni mzima wa afya na Mungu ameendelea kuwa mlinzi na muhifadhi wa maisha yako. Asubuhi ya leo ningependa kabla hujafanya lolote tukaweze kulisoma neno la Mungu kabla hujaelekea sehemu zako za kazi na mahali popote ambapo ungekusudia kuelekea. Lakini tuanze kwa maombi. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru asubuhi ya leo. Tunasema ni asante kwa ajili ya ulinzi wako na kutupa maisha mengine siku ya leo. Pokea sifa na shukrani kutoka kwa mioyo yetu. Tunaomba ukaendelee na kutubariki na siku hii ya leo tunaomba baraka zako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Mtazamaji, asubuhi ya leo tutasoma neno la Mungu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, na tutasoma mlango wa 9, tuanze mstari wa 3 na tufike mstari huo wa 6. Tusome pamoja. Basi katika safari yake alipokuwa akikaribia Damasku, ghafla nuru kutoka mbinguni iliangaza kumzunguka. Akaanguka chini na akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Sauli akajibu, ni nani wewe, Bwana? Ile sauti ikasema, mimi ni Yesu ambaye unamtesa. Lakini sasa inuka uingie mjini, nawe utaambiwa la kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Si mwingine atamwambia jinsi atafanya, lakini ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka huyu ni Sauli. Sauli alikuwa mfuasi wa dini ya Kiyahudi. Japokuwa wengi wanamuona kama mtu mbaya, lakini ukichunguza vizuri utaona Sauli hakuwa mbaya vile. Wakati huo ambaye anaonekana ni kama alikuwa mbaya ni wakati neno la Mungu kutoka kwa Yesu Kristo alipofufuka na Roho Mtakatifu akashuka. Yaani Wakristo wakaendelea na kufundishwa neno la Mungu, na dini ya Kiyahudi ikaanza kubadilika. Kwa hivyo, kwa sababu Sauli alikuwa mfuasi wa dini ya Kiyahudi, alikubali na alikataa neno la Yesu Kristo, ufufuo, na alikuwa analipinga. Kwa hivyo yeye alikuwa anatetea ile dini yao, yale maagizo yao, ule mwongozo wao, na hakutaka kanisa lao liweze kuharibiwa. Kwa hivyo alisimama kama mtetezi, na ndipo akachukua hata barua
akaweze kwenda kuwamaliza watakao kusanyika na kutaja jina la Yesu, kutaja ufunuo, sijui kuja kwa Roho Mtakatifu, akakataa kabisa. Lakini kwa sababu Roho Mtakatifu aliyetumwa ana nguvu, aliweza kusimama na kulitetea kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo siku moja alipokuwa katika shughuli za kawaida akielekea na kutetea dini yao ya Kiyahudi, basi Roho Mtakatifu akataka kumdhihirishia ya kwamba ni lazima neno la ufufuo likaweze kutangazwa. Na ndipo mwangaza ulimpata akiwa njiani, akaanguka chini. Na bila shaka akasikiliza sauti ya Bwana ikimuita, kimuuliza, Sauli, kwa nini unanitesa? Kwa nini unaangamiza kanisa langu? Kwa nini unapinga nguvu za Roho Mtakatifu ambaye aliachwa kuliongoza kanisa na Wakristo? Bila shaka akasema, mimi niko hapa Bwana. Je, unataka nifanye nini? Ndipo aliweza kuelekezwa, akaambiwa ingie kijijini, na hapo atafundishwa na ataambiwa jinsi atakavyofanya. Ninafurahi sana kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwalimu. Yesu alijua Roho Mtakatifu atamtumia na atamfundisha na atamuelekeza jinsi atakavyo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo tunamsoma leo, sio Sauli, lakini amekuwa ni Paulo. Amepata jina lingine. Na yeye ninampenda kwa sababu katika kila upande alisimama imara. Wakati alitetea dini ya Kiyahudi, alikuwa imara na mwenye shujaa. Na wakati alibadilika na akaanza kuongea neno la Mungu kupitia nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, pia alikuwa shujaa. Ndipo unaona hata akiingia katika mateso, alisimama akiwa amejawa na Roho Mtakatifu. Mtu akiwa amejawa na Roho Mtakatifu haogopi. Hata haogopi kifo, kwa sababu Roho Mtakatifu anatia mtu roho, anamtia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Je, hakuna mtu yeyote anayeweza kupinga neno la Mungu? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni muweza, na kama aliweza kumbadilisha Sauli, hakuna yoyote anayeweza kupinga neno la Mungu. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, si vizuri kukaa maisha ya kupuuza neno la Mungu. Ni vizuri kuliendeleza neno la Mungu na kusimama imara na kuwa shujaa kama Paulo. Alienda na alihubiri wakati uliofaa na wakati usiofaa. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, hata wakati unapokuwa mgonjwa, Roho Mtakatifu akutie nguvu na uendelee na kumshuhudia. Hata wakati ambao uko na mahitaji makuu, Roho Mtakatifu yupo. Yeye ni mwangaza. Hata maadui zako watakapo simama njiani, mwangaza utawapiga na utapita. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo litakutisha. Wewe tu simama na mkubali Roho Mtakatifu na maisha yako yatakuwa ni imara. Paulo alipomkubali, tunamsoma hata katika kitabu cha neno la Mungu akifanya makuu, hata yeye pia akifanya miujiza. Hakuna mtu ambaye amepimiwa kutokupewa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu si wa kipimo. Roho Mtakatifu anaweza kumtumia yeyote, mimi ama wewe. Kwa hivyo tu heri ukubali Roho Mtakatifu. Bwana alibariki neno lake. Amina. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya nafasi hii ambalo tumejifunza neno lako, na tukajua ya kwamba kumbe Roho Mtakatifu ubadilisha mtu na ubadilisha viumbe vyote, hata kama mtu ni wa aina gani. Jinsi alivyombadilisha Sauli, na wakati huu tunamsoma kama Paulo. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hiyo. Maishani mwetu tunakuhitaji,
tunataka utuongoze, pia utubadilishe maisha yetu. Tubariki sisi sote na ubariki watazamaji. Katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Asubuhi ya leo tumeweza na kufundishwa vile ambavyo Roho Mtakatifu aliweza na kufanya kazi ndani ya Sauli, yule ambaye baadaye aliweza na kuitwa Paulo. Na Roho Mtakatifu hakika wakati ambapo mwangaza ulimulika pale, uliweza na kumtokea pale katika njia yake wakati ambapo alikuwa anaenda Dameski, Mungu akaweza na kumuongelesha, na hakika aliweza na kumgeukia. Akawa sasa sio Sauli mbali ni Paulo. Na Roho Mtakatifu akaendelea na kufanya kazi ndani yake. Akahubiria wengi. Akawa ni kiumbe kipya. So asubuhi ya leo tumejua kwamba wakati ambapo hata Roho Mtakatifu ameweza na kufanya kazi ndani yako, ameweza na kukunjaza pale, utahubiria habari njema, utawahubiria wengi, utaweza na kufanya hata kazi ya Mwenyezi Mungu kupanuka. Wengi wataweza na kuongezeka kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambaye atakuwa anakutumia siku zote na wakati wote. Tuzidi na kutangaza habari njema, maana Roho Mtakatifu ataweza na kuendelea na kufanya kazi ndani yetu kama tutaweza na kumkubali. Na ninaamini kwamba uliweza na kumkubali na kumkaribisha ndani ya moyo wako. Ninakutakia siku njema, siku ya baraka kwa ndugu zetu. Wakati ambapo mtakuwa mnaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu, ninawatakia pia ibada njema, ibada ya baraka, na siku yote Mwenyezi Mungu akatutangulie katika kila hali. Bye bye.